Mboli mboli. Kakangu, hapa ndo nyumbani kwa mzee Mboli Mboli. Sawa, nashukuru. Salome. Mboli mboli. Salome. Mboli mboli. Mbona ukimbie? Ni mwenyewe sijui. Nashukuru sana kwa kunifikisha kwa mzee Mboli Mboli. Unaweza ukaendelea safari yako. Sawa, nani mimi nimekufikisha? Naondoka. Mboli 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 mboli. Mwanafunzi wa vituko, kijiji kimenyamaza. Azumba mdogo wangu. Naam dada. Yaani sasa hivi nachokuomba naomba usome. Pambana kusoma. Si unaona maisha yenyewe haya? Maisha magumu. Yaani maisha mimi mwenyewe hapa ninapokuambia natamani nirudi shule ujue. Maisha mtaani ni magumu. Wewe unacheza sana na masomo. Haya tu. Utakuja kuteseka baadaye, utakuja kujuta. Alafu umepata taarifa ya kikao? Kikao? Dada, mimi sina taarifa ya kikao. Maana wewe mzulaji sana, labda umetembea kumesikia kuna kikao. Hapana dada, mimi sina taarifa yote. Maana mimi nikitoka hapa nacheza zangu mpira, narudi hapa naenda kutembea kidogo narudi. Lakini sina taarifa yote. Nikipata nitakujulisha taarifa dada. Tatizo wewe nao unatembea sana. Ndugu wangu, ni kiguru na njia. Yaani sijui ulipokuwa tumboni mama alikuwa anapenda kula miguu ya kuku. Sasa hiyo tabia ya kutembea ukoma. Sawa dada. Lakini dada, mimi sitembeagi sana, nataka pale uwanjani tu kucheza mpira. Hapo sambucha za jana tamu, zilikuwa na tomato. Ula tu umekuja ngo. Hata niseme ukweli kama tamu. Hapa. Mwanafunzi wa vituko, kijiji kimenyamaza. Anapopita barabarani, vumbi linamfuata. Namba unayopigia haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you're calling is not reachable. Please try again later. Kicheko chake kina sumu. Namba unayopigia haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you're calling is not reachable. Please try again later. Mtoto mdogo anacheka kwenye machozi, anacheka juu ya moto. Namba unayopigia haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you're calling is not reachable. Please try again later. Makina tetemeka kwa jina lako, mapenzi yanyonya sumu mikononi mwako. Utapeli, mateso, manyanyaso moyoni mwako. Giza lako linatuvuta pole pole. Habari yako kwa Kimbudu? Mimi kwema kabisa dadangu Kisindano, kwema? Mimi nilipotoka wazima. Nipe habari. Uonekani? Yaani kama upo kijijini? Dadangu Kisindano, mimi nipo. Sema wewe ndo adimu sana. Yaani unavyoona hivi, ndo leo nimekutana nawe pale kwenye kikao. Leo yenyewe kama ni bahati tu. Mungu akasema pita huku, wewe tutakutana. Hapo kwanza ni check. Ndio tumekutana sasa, lete mapya. Yaani mapya uliokuwa hapa ndugu yangu ni jambo hili au swala hili moja. Sio nielewa Tangu tumekaa pale kwenye kile kikao. Wengine wakaenda kwa mtaalamu, wengine tukabaki.
tuje turejeshe yale majibu yalitoka wapi kwa mtaalamu, lakini mpaka muda huu hatujui. Labda sijui wewe mwenzetu, labda kuna kitu ambacho unakielewa. Kwa hiyo wewe dadangu Kisindano umekaa kabisa unaumiza hadi kichwa kwa ajili ya kupata majibu kwa hao walioenda kwa mganga. Labda nikuweke tu wazi dadangu Kisindano kwa kitu ambacho ukijua. Unajua swala la kumjadili Mbolimboli kwanza tumekosea sana. Kwanza mimi nilitamani kwenye kile kikao niondoke kabisa. Kwa sababu Mbolimboli mimi namfahamu vizuri. 1 to Z. Mbolimboli sio mtu mzuri. Na wewe hata pale wakati tunamwongelea yeye pale kwenye kikao na mashaka atakuwa katusikia. Na hata hao walioenda kwa mganga sijikawa atakuwa amefanikisha kufika hata kwa mganga. Kwa tabia za Mbolimboli hizo nazo atakuwa kashafanya mambo yake. Ndio maana mpaka sasa hakuna hata majibu yoyote uliyopata. Na hata mwenyewe sijapata majibu yoyote. Wewe unajua nashindwa kuelewa. Yaani sijui una shida gani? Kwenye kikao upinge. Hapa napo unapinga. Yaani umekuwa ni mtu wa kupingeni mpaka nashindwa kuelewa mimi nilikuwepo hapa. Wewe upo kwa Mbolimboli, upo kwa Zumba. Yaani tunashindwa kuelewa. Labda mimi uniweke wazi, labda nitapata kuelewa. Una shida gani labda? Dadangu Kisindano, kwa kitu ambacho ukijui. Shida yenu nyinyi wanapokuwa wanatokea watu wawili au mmoja, anaongea kitu cha msingi na cha point. Najua tu kama mko wengi mtampinga. Lakini kwa hao ambao waifanya wako wengi, wanachokizungumza ndio wataonekana wanaongea kitu cha maana. Ndio kicho kitokea pale kwenye kikao. Mimi naambia Mbolimboli sio mtu mzuri. Tusimfuatilie. Bora hata tumwache. Huenda anaweza kaondoka mwenyewe kwenye hichi kijiji. Lakini sio kumdadisi vile na kutuma watu kabisa eti waende kwa mganga wamdhibiti Mbolimboli. Tena mbaya zaidi mnasema eti na Azumba, mnasema Azumba mchawi. Hili linaniuma. Yaani bora tu mngesema tu mumdhibiti huyo Mbolimboli. Sio kusema huyo Azumba. Na hili swala mpaka tuwashinda kufanikisha kwa sababu mnamuingiza Azumba kwenye kesi ambazo hata hayupo. Kwa hiyo mnaweza kuwa mnapata laana za mtoto mdogo ambao mnamsingizia kwa kitu ambacho sio chake. Wewe kitakulamba. Yaani wewe kitakulamba. Hueleweki upo wapi? Kitakulamba. Kwa makini. Na kwa taifa yako mimi hakiwezi kukanilamba. Nyie ndio kitawalamba. Mnomfuatilia Mbolimboli. Na endeleeni kumfuatilia. Na hilo sawa kumjadilia Azumba kitawaponza kwa sababu mtoto mdogo hana uchawi mnamjadili vibaya. Na ndio maana mfanikishi ile sawa kumfukuza Mbolimboli mtaani. Kwa makini. Wakimbudu wewe. Ama kweli dunia inabadilika na watu wanabadilika. Mkimizana na maisha vizuri. Mateso, manyanyaso, moyoni mwako. Giza lako linatuvuta pole pole. Mwanafunzi, nani atakuokoa? Kuna nyumba jirani, mlango haujafungwa, ndani kuna kilio, sauti za watoto, mauaji yana Nipe mrejesho wa kazi yangu. Mkuu, nimeshafanya kazi ulionituma. Nimeenda mkuu. Nimeenda na nimefanikisha majambo yangu. Si ulinituma ukasema nizuie wale vijana? Nimefanikiwa kuwazuia. Hakuna naenda kwa mganga. Mmoja nimemfanya bwa. Na yule mwingine nimemtoa network zake zote. Sidhani kama atarudisha kumbukumbu. Safi sana. Ndio maana nakupenda. Tena nakuelewa. Sasa kuna kazi moja imebaki. Nyumbani kwangu kumefikwa na ugeni. Nataka uende nyumbani kwangu. Uishi kwa kivuli changu hivyo hivyo. Umtulize mgeni. Mimi nikimaliza kuchuma dawa hapa, naelekea kumfuata mdogo wangu. Kisha nitakuja naye nyumbani.
Swala la mimi kwenda nyumbani haina shida mkuu, mimi nitaenda, nitaifanya kazi yako kwa wakati. Si unanijua, si unanitambua, si unanielewa mkuu? Wala hata usijali. Mboli mboli, mboli mboli, ekolika chini na mboli mboli. Ngoja niende mkuu, nisiwe na maneno mengi, maana maneno mengi hayavunji mfupa. Sawa, unaweza ukaenda. Mboli mbli mchawi, tishio la kijiji, vumbi kwa barabara, watoto wote wajifichi. Alikuja usiku, miguu tupu, machosha, anatembea taratibu, kila mlango unafunga taa. Anacheka kwa sauti ya chini, jina lake halisemwi, wazee wanavuta pumzi wakisema siku zaja, jiandeni. Kwa sababu hata nilipokuona. Vipi shoga yangu unaonekana? Shoga mimi nipo. Ila na jambo. Kuna moto gani tena huko? Nimekutana na kijana huyo bwana. Huyo kijana nimekutana naye njiani. Kutana njiani akaniambia naulizia wapi? Kwa mzee Mbolimboli. Mzee Mbolimboli? Huyo Mbolimboli unamfahamu mpaka mjali nimeshtuka na uhusiano gani na mzee Mbolimboli? Nikasema sina baya mimi mtoto wa watu, si nikampeleka. Kata kugonga gonga bana, si akatoka Salome. Ndio kuonana na huyo mgeni. Alivyomuona tu. Kwa nini sikimbie? Amekimbia? Kakimbia kwao. Kichomfanya kimbia nini? Mimi na wewe hatujui. Wala mgeni mwenyewe sidhani kama anafahamu kitu gani chomfanya mwenyeji wake amkimbie. Yaani hapo shoga yangu hapo kutakuwa kuna kitu. Kwa sababu nakwambia kutakuwa kuna kitu, inawezekana Salome, yani mgeni ndio kwanza anakuja kijijini. Salome atoke amoni tu akimbie. Wala itakuwa kuna kitu anatuficha. Na hicho kitu inabidi tukichunguze mpaka tukijue. Si unajua sisi ndio waambia hapa kijijini. Tutakichunguza mpaka tukijue kilichomkimbiza kitu gani. Au unasemaje? Ni kweli, niachie mimi ndo nitajua. Haya, hamna shida. Asante kwa taarifa. Mateso, menyanyaso, moyoni mwako, rombea, giza lako linatuvuta pole pole. Mwanafunzi, nani atakuokoa? Kuna nyumba jirani, mlango haujafungwa, ndani kuna kilio, sauti za watoto, mauaji yanaandikwa kwenye ukuta wa ukimya, uchawi kwenye macho ya waliokuamini, anavaa sare ya shule, mifuko tu. Habari yako Mbolimboli? Kwa nini uko hapa? Na ni nini kimekuleta? Wewe uliambiwa ubaki kijijini. Kwa nini umekuja hapa? Mbolimboli, unajua kabisa kazi yangu bado haijaisha. Na nimeshachoka kukaa katika hiki kivuli. Umechoka kukaa katika kivuli? Sasa unatakaje? Mbolimboli, na mimi nataka niwe naonekana. Mbona tayari unaonekana? Unasema kuonekana? Mbona tayari unaonekana? Tena unachokifanya unakosea sana kijana, kwa sababu kijiji chote hiki kinajua wewe ni mfu, kinajua ulishakufa kitambo. Sasa unapojionyesha, uoni kama unatengeneza matatizo? Uoni kama unatengeneza matatizo Kante? Alafu Mbolimboli, mbona umebadilika sana? Manake wewe sio Mbolimboli nilokuzoea. Umekuwa na makelele, unacheka. Vijana wanabadilika na dunia nayo inabadilika bwana. Kila kitu kinabadilika Kante. Kila kitu kinabadilika, yanabadilika maji ukiatia rangi. Nikwambie kitu kimoja Kante. Inatakiwa utulie. Ukitulize kishundu. Usije ukakazwa. Kaza mtoto wa kiume, usijilegeze. Umeambiwa tulia kijijini kwako. Nyetu mpaka kwenye vijiji vya watu. Kaza, utauponza.
Kaka, kumbe umerudi? Hata kaka, mbona umerudi alafu umekaa kwenye hali kama hiyo? Ikiwa huko kijijini watu wote wanakusubiria wewe utupe taarifa za huko mlipoenda. Nilitegemea kaka yangu wewe ndio utakuwa wa kwanza kabisa. Ukitoka huko tu utuite na kijiji wote utupe taarifa, maana kila mtu ana shauku kaka yangu ya kujua kilichojiri, maana hapa kijijini tumechoka. Kaka, naongea na wewe? Ina maana mimi naongea na bubu au? We kaka. Mbona unijibu? Na vipi kuhusu Ashinyimo, iko wapi? Kaka? Kaka, acha matani yako bwana. Mimi naongea, marafiki zangu huko wanasubiria wote taarifa zote kutoka kwako wewe. Unavyonikalia kimya hivyo mimi nakuelewaje kakaangu? Kaka Mtemi, naongea na wewe. We kaka. Kaka? Una shida gani? Mwanafunzi wa vituko, kijiji kimenyamaza, anapopita barabarani, vumbi linamfuata, ana macho ya maswali, siri zimejificha ndani, kicheko chake. Salome, mbona uko hapa? Na huu muda itakiwa uwe nyumbani. Kaka. Mimi najua kila kitu. Inuka twende nyumbani. Kaka, lakini nimekwambia najua kila kitu. Inuka twende nyumbani. Mboli mboli. Mboli mboli. Mboli mboli. Mboli mboli mboli. Afadhali nimekuona. Binti mrembo wa kijiji hichi. Nasikia kwamba Mr. Mtemi amerudi. Lakini huwa haongei. Na kitu gani kinachofanyisha haongei? Kwa maana hiyo, wewe kama dada yake, nitaka nisikie kitu kutoka kwako. Je, hili swala wewe unalionaje au unalichukuliaje? Ni kweli, hizo taarifa ni kweli. Kaka amerudi. Na ujio wake mimi umenichosha kwa kweli. Kwa sababu unamuuliza jambo aongei, hakujibu chochote, na amekuwa ni mtu asira tu. Kwa mimi nimeshindwa kumuelewa kaka ana matatizo gani. Yaani hapa nilipo nimechanganyikiwa, sielewi. Sababu sijui nini kinamsumbua. Hivi unavyomwangalia, ana matatizo yote ya kiakili? Kwa akili yake ipo sawa, mimi namuona ipo kawaida tu. Sema ndio kitu kimoja tu, aongei na ni mtu asira sana. Yaani unaweza kumuuliza kitu yaani anakutolea macho ile, yaani ana hasira. Na kuongea ndo aongei, lakini kiakili yupo sawa mimi naona. Sawa. Sasa kwa hizi story ambazo unazisikia mtaani kwamba Mr. Mtemi huko mtaani ana chochote cha kufanya, na maana akikutana na mtu hata akiuliza swali anashindwa kujibu, anatishia tu mapanga na kukimbia. Mimi kwa sina uhakika kama ile swali la kweli, lakini nimekutana na wewe hapa unanithibitishia kwamba kakako kidogo kama vile hajatulia na hajapata utulivu. Basi kama mimi nakwambia Mwalimu Nyamitondo, naomba uchukue tahadhari na kupata muda wa kukaa na kaka yako. Naona ili umtulize, na kama akituliza au chochote kile kibaya kikitokea, naomba unijulishe, kwa sababu sisi sote ni wanakijiji. Kusaidiana ni kitu muhimu sana. Sawa, hamna shida. Mimi nikipata muda nafasi akikaa kitulia nitaongea naye. Nitamuuliza. Shida nini? Maana haongei, yani hilo ndio kitu ambacho kinaniumiza kichwa. Basi sawa, mimi nikuache. Sawa. Tutakutana wakati mwingine. Mimi nipo ndani. Kaza.
Kaa kwa kutulia, kaza kaza, usije ukakazwa. Tulia, tuliza kishundu. Mimi nipo ndani. Mimi nipo ndani. Mboli mboli. Mboli mboli. Tuliza. Mboli mboli. Mboli mboli. Mwanafunzi wa vituko, kijiji kimenyamaza anapopita barabarani, vumbi linamfuata, ana macho ya maswali, siri zimejificha ndani, kicheko chake kina sumu, maneno yake kama panga, haogopi aliye na cheo, haogopi mtoto mdogo, anacheka kwenye machozi, anacheka juu ya moto. Mwanafunzi